Twizi. Yes, afande. Ndugu zako wanapambana sana ili wakutoleza maana, lakini wakati wanaendelea kupambana, na sisi pia tunaendelea kufanya upelelezi juu ya kupotea kwa Adela, huku wewe ukiwa mshukiwa wa kupotea kwake. Baada ya upelelezi ambao tunaendelea kufanya, tumegundua jambo ambalo kikawaida kabisa alitakupa dhamana tena. Tumezikuta nguo za Adela ambazo alizivaa siku ya mwisho kuonekana kwake, na hii inaashiria kuwa Adela alishauawa. Sasa kwa kuwa wewe ni mshukiwa namba 1 wa kupotea kwa Adela, hii ina maana kuwa wewe unahusika katika kifo chake. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Amanda. Mama. Naomba unisamehe sana mwanangu. Najua ulijitahidi sana kumwombea msamaha baba yako, lakini mimi sikuwa nikikuelewa kabisa. Ila nimegundua mimi ndo mwenye makosa. Yaani kuna mama mbaya mwingine alitokea akataka tugombane na baba, na mimi sijui hata fikra zangu zilikuwa wapi. Nikamwamini, nikaacha kumwamini baba. Ila kwa sasa hivi nimejua kweli kila kitu kiko sawa. Naomba unisamehe mwanangu, sawa? Sawa mama. Lakini mimi nataka nimuone baba. Mimi usijali. Baba kule alipo watoto hawaruhusiwi kwenda, lakini hivi karibuni atarudi. Kwa hiyo tumsubiri hapa hapa nyumbani. Yeye mwenyewe amekumisi sana, anasema nataka nimuone Amanda. Ila tatizo kule watoto hawaruhusiwi. Lakini kati ya hizo siku 2 baba anakuja nyumbani. Hadi mama atatuletea mazawadi Atatuletea mizawadi hivi, midoli ya kucheza, yani kila kitu ambacho anakitaka mwanangu, sawa? Madam, Twizi bado amebaki katika msimamo wake ule ule. Anadai kuwa yeye hahusiki kabisa katika hilo swala. Mimi nadhani huyo mtu mjamfinya kisawasawa. Nisikilize vizuri Kasongo. Hakikisheni Twizi atoke mle ndani mpaka aseme mwanangu Adela yuko wapi, kwa sababu yeye ndo anahusika katika hili, na yeye ndo anajua mwanangu Adela yuko wapi. Na hivi ninavyozungumza tayari mkuu wenu akituonyesha mtumia pesa. Kwa naomba muendelee kumshikilia mpaka aseme ukweli. Nadhani umenielewa Kasongo. Ya, nimekuelewa madam. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha anaongea ukweli. Naomba tupatie tu muda mchache madam, na tutahakikisha anaongea ukweli na Adela atapatikana. Sawa. Naamini sana. Nategemea pesa zangu hazitakwenda bure. Naomba mfanye kazi hii kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu Adela ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Sawa madam, tutajitahidi. Unaweza ukaenda. Asante sana madam. Kwaheri.
Mjumbe, bibi yangu amedondoka. Naomba twende ukanisaidie. Yaani amedondoka imekuwa kuaje mpaka amedondoka? Yaani mbona sikuelewi, jielezee vizuri. Amedondoka tu. Mimi nilikuwa dukani, narudi nyumbani nimemkuta amedondoka. Sijui hata amefanya nini. Ameganda tu, haongei. Naomba twende ukanisaidie Mjumbe. Wewe utaana chuma. Kwa hiyo yupo nyumbani au wapi? Yupo nyumbani, twende Mjumbe, tunachelewa. Yaani kuaga mambo yake. Mzee, hii sio sehemu ya maravidavi baba. Sio mnakaa muda wote mnabembelezana, sio pigo gani hizi? Mixer unalia muone, sasa ndo nini sasa? Si hapa sasa 32 babu. Wewe 45 mzee. Sio kila mtu wewe. Kila mtu ana shida zake hapa, kila mtu akaja na mambo yake. Hizo tikero unazotuletea sio mwanangu. Mnabembelezana ndo nini sasa kama hivyo? Sasa mwanangu wewe mtu wa complain kinoma yani. Ana muda wote unachamba umbea sana. Wewe umekatazwa kuja kuangaliwa na mke wako babu. Wewe vipi mzee? Unaona unachokifanya hiyo ni sawa? Acha kufagilia hizo pige wewe. Sisi sasa 62 mwanangu. Si hatuja kusikiliza stories za mapenzi hapa. Kila mtu akaja na mambo yake. Sijui unaelewa? Hizo pigwa channel nazo wasi. Umeona mpaka dema anakuja na mbembeleza Mixer muuna analia. Hizo pigo gani sasa? Mchizi bora anatoa chozi. Sasa leo utakulia. Nimesema kaa kimya. Kwanza nisemaje kuhusu jamaa? Nimesema siguswe na mtu yoyote, mtakuja kukichafua huko ndani, afu tukikutana mtaani huko mwanangu tusisalimiane, tuneane noma, tuambuzi wa mbuzi. Wenyewe poa, mwanangu wenyewe mimi nakumind kichizi mwanangu. Amini nakwambia. Yaani wewe mwenyewe ni stoke mwanangu tukikutana mtaani. Amini mimi nakuchinja. Wewe ashula tu. Cheki vilasi voka demu. Wewe ukafuka vilasi kichwani, ndio ikaweka mapambo kama mwanamke rafiki yangu kweli. Wewe huyo bosi wangu. Ukimgusa tu baba, anakutoa makamasi. Ubabe tu. Kwega mimi nilikwambia achana na Amanda. Amanda umwezi, yani kama Amanda kama ni kocha yule, hiyo ni Pepe Guardiola. Amanda kakanyaga unyayo umeenda kuchota mchanga. Angalia kilichokukuta. Nishakwambia lazima ujue kutofautisha kati ya kitambi na mimba. Umeona sasa kilichokukuta leo. Angalia unavyohangaika unafikiri na nini dereva gari anapiga starter gari vile. Kile sio tena. Uchawi naacha kwanza leo. Naacha uchawi. Nisamehe Mjumbe. Naomba mnisaidie. Mwambie Amanda anisaidie. Sirudi tena. Mjumbe, ni kweli naomba msaidie bibi yangu. Sisi unamuona hali yake, lakini tusaidie, tunakuomba. Kwanza serikali haiamini uchawi. Hiyo akawa kujua. Lakini cha pili, asijifanye hapa alipo unafikiri gari inapandisha mlima sasa excavator anataka kukata ndio hivyo. Tulia, mwana kulitafuta mwana kulipata. Nishakwambia Amanda sio mtu mzuri. Umeona sasa leo. Kwa hiyo hata mimi nikusaidie, nifanyeje sasa hapo mimi? Mwambie Amanda anisaidie. Naumia. Ona ama bibi wengine bwana anatafuta lawama tu. Muona mambo ya bibi yako haya? Umeona Yaani sasa hivi anatafutia watu lawama na sasa hivi yaani mimi tena mtoke mtu mzee kwenda kukibembeleza kile kitoto kidogo. Si fezea hizi. Simwezi kabisa, ile mtoto ana nguvu sana. Nitakufa. Nisaidie Mjumbe, kambembeleze. Nisaidie. Taratibu. Kere hizo za nini sasa? Kwa leo nimeamini kweli miaka namba tu. Ila kuna watu wajanja yaani unaweza kwa mkubwa lakini usiwe mjanja. Umekutana na chuma hiko. Mimi nitajitahidi kwenda kwa sababu wewe rafiki yangu siwezi kuacha. Mimi ndio nakuongea na Amanda na familia yake nzima ili mradi wakusaidie. Sawa? Asante. Jisaidie. Fanya haraka. Sasa hivyo mikono unavyoeka kama unapeta mchele kwenye ungo ndo nini? Naumia. Basi tulia, mimi nitaenda kuongea naye sawa? Jikaze kidogo.
Bibi basi jikaze. Mjumbe, fanya kitu basi kwa ajili yangu, nakuomba. Si unaona hali ya bibi yangu nazidi kuwa mbaya, tusaidie, tunakuomba. Sawa, mimi nitaenda kuzungumza na familia ya Amanda, usijali. Hivi ni kitu gani kinakupa nguvu ya kuamini Twizy hausiki na hili? Nisikize kwa makini Nyuki. Adela ni kweli kapotea na hii ni wiki ya pili sasa. Ingawa nimemshikilia Twizy, lakini moyo wangu unakataa. Kwa hiyo nataka kusema nini? Yaani sasa hivi unasimama na kuanza kumtetea adui yetu. Sisemi kama namtetea Twizy, lakini Twizy si rahisi ahusike kwenye hili. Isitoshe, mara mwisho Adela alikuwa anakuja kwako Nyuki. Naomba uniambie Adela wangu yuko wapi? Mamake Adela. Sasa kwa nini mimi sijui kitu chochote kuhusiana na Adela alipo kabisa. Najua alikuwa anakuja sawa, lakini siwezi kuhusika na hicho. Hivi unajua mimi naniuma kiasi gani? Unafikiri mimi siumi? Yaani tumefanikiwa kumng'oa Twizy hapa, ni wakati mzuri sasa wa mpwa wangu kuanza kula matunda ya kila alichokipigania muda mrefu, alafu nataka kuniambia mimi nahusika tena na kupotea kwake. Tunachopaswa kufanya ni kuendelea kumshikilia Twizy. Kuna namna akifinywa vizuri atasema Adela yuko wapi. Lakini huu sio wakati wa kuanza kupeana hizo vitu vingine ambavyo hata havihusiki kabisa. Kwa hiyo sasa ukiniambia eti Adela ama la mwisho alikuwa kwangu mimi ndo nimehusika, haijakaa sawa kabisa. Kwani tunaanza kusingiziana vitu ambavyo havipo. Maana yake ukianza kunishuku mimi ni nini sasa? Si sawa kabisa. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanao bahati yako sijaruhusiwa kufika kituoni, ila naujua ujinga wote unaofanya. Kwa hiyo wewe afande unakula rushwa ili umshikilie baba yangu, wakati unajua baba yangu hausiki kwa lolote. Sasa nisikilize kwa makini. Unamshikilia babangu bila makosa yoyote. Sasa cha moto utakiona. Nilikuwa nasikia sana sifa zako, lakini nikasema nikutafute, na ndio maana nimekupigia simu tuweze kuonana hapa. Na tumai wewe ndo mganga Kobilo. Naitwa Mechoshwa Ndafuti, mimi ndo mjumbe wa ile eneo. Kubwa zaidi nina shida, ndio maana nimekutafuta. Shida yangu kubwa ni kuna bibi mmoja, ni mtu wangu wa karibu sana, lakini pia ni mwanamke wangu katika ile eneo. Ana shida na matatizo. Kwa hiyo nikaona kuwa wewe unaweza kumsaidia kutokana na sifa zako ambazo nimezisikia na kuzipata. Kwa hiyo nakuomba sana twende uweze kumsaidia ubibi, kwa sababu ameshikwa sana, kwa sababu anavyoonekana amepata infection ya nywele. Kwa hiyo mwili mzima na vibration, muda wote tunafikiri mtu alipigwa
wanaita nini, short ya umeme. Infection ya nywele amepata, kwa hiyo hayuko sawa. Kwa hiyo na kwa sababu alikuwa ni mtundu, yani mjanja, kwa hiyo kuna sehemu amegusa, avogusa amekutana na wajanja wenzie zaidi, na maana ni mambo ya shirki, na ndio maana nikakutafuta wewe uweze kumsaidia mradi bibi akae sawa, kwa sababu hayuko sawa kabisa anapokwambia. Hujakosea kabisa. Mimi ndio mganga Kobilo, na sijawahi kufeli kwa jambo lolote lile. Hilo swala kwangu ni dogo kabisa, na mimi ndio mganga Kobilo, sijawahi kushindwa na chochote kile. Niseme tu kwamba kwa kuwa nimefika kwangu, huyo bibi kashapona tayari. Nafurahi kusikia hivyo, lakini kuna kitu kidogo nimestuka, lakini inawezekana labda ndio mambo yenu waganga. Nilipoona hicho kichupa nikajua hicho kichupa sisi ya dawa cha PPF sana. Umefungaje umekaje dawa PPF kwenye mwili wako? Kwa hiyo kidogo nimestuka, lakini najua hizo ni mambo yenu ya huko vilingeni kwenu. Kwa hiyo basi twende kumtibie. Tumeongea sana, ila swala la pesa bado tujalizungumzia. Naomba tuzungumzie swala la pesa kwanza kabla ya kwenda kwa mgonjwa. Nikutoe hofu mganga. Unajua hii kama ukienda msalani tu kwenye kupata kubwa, unaanza kupata kubwa afu baadaye unanawa. Kwa hiyo usijali. Sawa? Kwa hela yako ipo guarantee, hata usiwaze. Mimi ndo nimechoshwa under 14, sijai kufei na mimi pia. Kwa hiyo twende ukamtibie bibi. Pesa yako ipo. Basi sawa. Acha nikapitie vitu vyangu pale, then tuondoke. Hamna shida, twende. Umefuata nini hapa? Hivi wewe, nilikuambiaje mara ya mwisho? Afande, anafuata nini hapa? Na anapata wapi ujasiri wa kuingia mpaka huko ndani? Wewe, hivi unamfokea nani hapa? Unajua chakula unachokula amekileta nani? Huyu unamfokea hapa ndio ameleta hicho chakula. Kalaiti kama ningefahamu kama hiki chakula nimekileta wewe, nisingetamani kusikia harufu yake. Afande. Yes, madam. Naomba tupishe kidogo. Sawa, madam. Kuwa huyu.
Kutereza sio kuangauka, maana kupata majaliwa kikubwa furaha, furaha. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko maini tende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni kheri kuliko viojaoja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo, maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo, mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade